Ninayo taarifa muhimu zaidi ambayo imechapishwa na CNN ambayo imetoa ripoti ya uchaguzi ambao unaoendelea nchini Uganda. Kwanza kabla ya yote fanya subscribe. Chini ya video hii hapo kuna neno limeandikwa subscribe. Ukifanya hivyo utakuwa ni moja kati ya watu ambao mnapokea taarifa mpya kila wakati. Taarifa hii inasema kama ifuatavyo. Ni wakati huu Bobi Wine amewaomba wana Uganda kupiga kura ya maandamano dhidi ya serikali ya kimabavu ya Rais Yoweri Museveni, na kwa jinsi anavyoona Museveni ni dikteta anayeona kama Uganda ni kama mali yake binafsi na Waganda wote kama watumwa wake. Hivyo ndivyo Bobi Wine anavyowaambia na kusema na vyombo vya habari katika chapisho ambalo limechapishwa wakati huo hapa. Mwezi mmoja uliopita aliweza kuzungumza naye. Sasa basi, siku moja nayo siku hiyo alipokuwa akifanya kampeni katika mji mkuu wa Kampala, Bobi Wine alipigwa, wafuasi wake walipigwa mabomu ya machozi. Hii imekuwa kampeni ya vurugu kwa njia zote, na hivyo ndivyo historia ya uchaguzi huu. Siku mbili zilizopita serikali ya Uganda ilifunga intaneti na watu wa Uganda hawana uhakika wa intaneti tunapozungumza hivi sasa. Kwa hivyo hata kupata video yeyote ya mstari ya kupiga kura kutoka Uganda imekuwa vigumu, kwa sababu hata vyombo vya habari vinapata shida kuripoti uchaguzi huu wanalazimika kuwapigia waandishi wao muhimu, kwa sababu hawawezi kupata video yeyote ya moja kwa moja kutokana na hilo. Sababu ya serikali ya Uganda kufunga mtandao wa intaneti kwa sababu wanasema ni kuepuka kuenea taarifa potofu ili kupunguza uwezekano wa udanganyifu katika uchaguzi na pia kuepuka uchochezi wowote wa vurugu. Lakini hii imekosolewa na makundi mengi ya haki za kibinadamu na upinzani huko kama mbinu ya ukandamizaji wa kimabavu. Na sasa tunawezaje kujua kama uchaguzi ni wa haki? Tunazungumza kuhusu kutokuwepo kwa uwezo katika kupungua kwa mtandao. Ripoti hii ya Rail in Dawn imetolewa na CNN. Sasa wewe, maoni yako ni yapi juu ya hiki ambacho kinachoendelea taifa la Uganda? Unadhani kwamba Yoweri Museveni kwa hiki ambacho kinachoendelea katika taifa lake la Uganda kiko sahihi, au kuna changamoto gani ambayo unaiona katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2026 ambapo wanachagua wabunge, madiwani pamoja na uchaguzi wa rais? Bobi Wine amekuwa ni mpinzani wake mkubwa zaidi Yoweri Museveni katika kiti cha urais. Basi sisi tuko hapa tunazidi kufuatilia taarifa mbalimbali. Tutapokuwa tunapata taarifa tutakuwa tukikuletea wewe kokote kule ambako uliko. Wakati huu nikwambie kwamba subscribe ili unapata taarifa zetu kwa wakati. Wakati huu nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Bye.